video zako ziko kwa simu ya mwanangu. Sasa hizo video zinaonyesha kila kitu, jinsi ulivyolazwa pale kwenye siti ya mbele. Sema na moyo mpaka kwenye gari. Sasa kama ni hivi, maana yake mambo yameharibika. Yaani mambo yote ambayo yaliyojiri kwa namna jinsi ambavyo Mwamba ameweza kuyashuhudia, yani ni kama aliweza kumwotea hapo. Maana yake ni kwamba ameweza kujichukulia pointi 3 kwa asilimia kubwa. Mwamba Romeo na bidada hawa hapo tayari kuna jambo jipya ambalo linalokwenda kujiri, ambapo moja kwa moja lazima ili kusudi mwafaka, ili kusudi uweze kufikiwa, ni kwamba inabidi aweze kumpatia kile kitu ambacho anakihitaji, ili kusudi asiweze kumwambia, asiweze kuongea chochote kile ambacho alichokiona. Kwa hivyo moja kwa moja hapo kazi ni nzito kinamonoma. Basi nikualike moja kwa moja, hii ni Bongo Movie Network. Kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe. Lakini kabla sijaongea mambo mengi, basi nichukue sekunde chache tu kwa huzuni kubwa sana kuweza kuelezea machungu sana na maumivu makali sana ambayo wanaopitia ndugu zetu. Huyu ni Leila pamoja na Mwamba Kawina ambao wameweza kufiwa na wazazi wao. Hapo ni balaa zito kinoma noma. Kwa sasa kazi ni nzito na inaumiza kinoma noma. Ndio maana ukijaribu kuangalia kwa namna ile walivyoigiza ni kwamba wameweza kuelekea huko wiki 2 wiki 3. Kwa hivyo itachukua pia wiki 3 wiki 2 kusudi tuweze kuona wakirejea. Kwa hivyo kwa sasa hivi hatutawaona kwa hizi siku chache. Yani kuna msiba uliotokea ile kwenye movie ilikuwa ni ya kweli kabisa. Kwa hivyo kwa siku ya leo pia unaona nafasi pia kuweza kuwaombea waweze kupata nguvu zaidi na kuweza kuwapa pole, hususa kwa upande mzima wa Kawina. Ameshakwisha kufika tayari na mambo yanaendelea huko, lakini movie sisi tunaendelea kupata burudani zaidi, lakini wenzetu ndo hao wameweza kupata matatizo. Basi hakikisha unawapa pole hapo kwenye comment, lakini hakikisha unabonyeza neno subscribe moja kwa moja, ikiwa ni ishara ya upendo kama kweli unakubali na kuipenda tamthilia hii. Basi moja kwa moja nichukue nafasi ni kuambia tu kwamba karibu tuweze kuangazia uchambuzi. Sasa kama ni mara yako kwanza kufika hapa, kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha moja kwa moja nikwambie tu kwamba kama nilivyokujuza, leo tutaangazia uchambuzi kwa kina, hususan nikikufahamisha matukio kadhaa ambayo yaliyojiri, lakini pia nikikufahamisha ni upi mwafaka hapo kwa Mwamba Romeo, ambapo hapo sasa kinachokwenda kujiri ni kwamba jamaa naye anakwenda kutunukiwa mzigo kirahisi sana. Yaani ukiachana na yule Mwamba katumia milioni karibia 10 huko, lakini huyu anakuja kupata bure, yani kirahisi sana. Haya ndio maisha jinsi yalivyo, na hii ndio dunia sasa jinsi ilivyo, kwamba wewe kuna kitu ambacho unaweza kukipata kwa pesa nyingi sana, lakini kuna mwenzako kwa kuona tu, kwa kushuhudia tu kile kitu pekee, ana uwezo wa kupewa kitu fulani ili kusudi asiende kusema. Kwa hivyo moja kwa moja hapo ni balaa zito kinoma noma. Basi endelea kuenjoy na kufurahia kile kinachojiri. Hakikisha unabonyeza neno sasa hakikisha kuweza kuchukua moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi moja kwa moja, tukianza na Violet. Kama ni miongoni mwa watu ambao mmekuwa ukifuatilia hapa uchambuzi, basi nilikujuza nikakufahamisha kwamba Violet kwa sasa amekuwa akipitia changamoto nyingi sana, hususa kwa upande mzima wa namna ambavyo anavyozidi kufikiria. Amekuwa kimwaza sana Manyanya, akikumbuka kwamba ni lipi ni kipi hasa. Sasa hii inakuja kupata mwendelezo wa namna jinsi ambavyo atakavyoanza rasmi kuanza kumtafuta Manyanya, wapi alipo, wapi atakapomuona, ni nini na nini kipi kinachoendelea. Hapo ndipo mchakato utakapoanza. Lakini kwa upande mzima wa mambo mwenyewe, huyu ambaye ni Jordan, hapo hapati kitu, yani hawezi kuambulia chochote kile, kwa sababu kiufupi hampendi, yani kiufupi, yani kwa asilimia kubwa haini hisia haziko kwake. Yani kwa upande wa Jordan, yani hana hisia kwake, hata kama akilazimisha atalazimisha tu, lakini hakuna upendo hapo, yani hakuna mapenzi ambayo yanaweza yakatengenezwa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni moja kwa moja kwa upande mzima wa huyo Violet pamoja na huyu ambaye ni Jordan. Hapo mapenzi hawezi yakafanikiwa kulingana na mazingira ambayo yapo, au mazingira ambayo kiufupi ameamua kuyatengeneza mwenyewe. Violet hataki kabisa mazoea na Jordan. Sasa kitu cha kipekee ni kwamba hapo Jordan hata kata tamaa, lakini tumeweza kuona ameenda pale Sekela ni kama kavutiwa na yeye, japokuwa Sekela hana vitu ambavyo kiufupi vinaweza vikamsaidia. Sasa tukio lingine katika maisha yetu ya Waswahilini pale tuchangaza sana ni kwa upande mzima wa mzee ambaye alielekea moja kwa moja nyumbani kwa kina Mima pale. Sasa kitu pekee ambacho hakijui ni kwamba wale wa kina Mima ndio harakati zao zile, na huwa maisha yao ndio hayo kutafuta wanaume, kuwapa vitu, lakini mwisho wa siku lengo lao ikiwa ni kufaidika
waweze kufaidika. Kwa hivyo kwa asilimia kubwa wanachokiwaza zaidi kuweza kuona namna gani hasa watakavyofanikisha mambo yao na maisha yao. Sasa Mima alikuwa hayupo na hawakujua ni kitu pekee ambacho hujui ni kwamba Mima aliwaambia kwamba kama ule mzee akija basi awaambie hatakuwepo. Sasa cha ajabu ni kwamba Mima akawa hayupo, na alivyokuja ule mzee basi hawakujua kama ile mizigo amekuja kumletea Mima. Kwa hivyo wakaona inabidi wapangue gia hewani kwamba alikuwa anamtania. Sasa kwa asilimia kubwa ikabidi wachekeche akili pia kwa upande mzima wa Kipepeo. Akaona pia inabidi aweze kutengeneza mahusiano pia na yeye ili kusudi kuweza kutengeneza uhalisia fulani hivi ambao utakwenda kumsaidia hapo mbeleni na kutengeneza mazingira ambayo kiufupi yatakuja kuleta picha ambao itakuwa ina msaada zaidi, hasa kwa namna ambavyo kwa sasa maisha yanavyokwenda, maisha magumu. Kwa hivyo katengeneza mahusiano pia kaweza kumpatia mzee. Sasa kwa hivyo mzee hapo kachanganyikiwa kinomanoma kwa kitu ambavyo atakavyopewa. Sasa kitu kipya cha kipekee ambacho kipo kwa sasa, kuna jambo jipya ambalo limeweza kuibuka, na jambo hili ni kuhusiana na Cindy. Cindy alimwamini sana yule kijana, ikifika hatua hadi anampa akaunti za benki password. Yani ilikuwa ni hatua ambayo kiufupi haikuwa sawa kabisa. Ndio maana kwa leo hii analia kabisa na kazimia kulingana na mazingira hayo. Sasa katumia pesa vibaya, yani vibaya ovyo, katumia pesa vibaya sana. Yani Cindy sijui imekuaje, nini kimemkuta, katumia pesa vibaya. Kuja kwa upande wa Mudi Muzu, maisha yake ni tofauti, Cindy maisha yake ni tofauti. Kwa sasa mambo ni mapya kabisa. Sasa yule mdada ambaye amekuwa akidate na babake na Violet, tunamfahamu kabisa bidada mwenyewe ambaye kwa sasa anafikiria sana na anawaza namna gani hasa maisha yake atakavyokuwa kwa sasa, kulingana na mazingira ambayo yapo, kulingana na jinsi ambavyo amekuwa akitafuta namna ya kuweza kutafuta namna. Tunajua kabisa kama ni watu ambao tumetukifuatilia, tunajua kabisa kwamba tangu mwanzoni alikuwa hampendi kabisa yule jamaa, na amekuwa akijitahidi sana kuweza kuona namna gani atakavyomkwepa, lakini inakuwa ni ngumu sana kinomanoma. Lakini bahati nzuri lengo lake ni kuweza kumpata. Anajaribu kupambana kusudi aweze kumpata Mudi Muzu. Kumbuka wanampambania mwenye na mdogo wake pia amekuwa akimpenda. Kwa hivyo moja kwa moja ni noma. Sasa mambo ni mazito kinomanoma. Ni muda mrefu sana tujaona kina Kikome kwa Mafiksi. Bado ni muda mrefu hatujapata nafasi ya kuweza kuwaona, lakini katika hatua inayofuata basi tutapata nafasi pia ya kuweza kuwaona. Sasa tumalize moja kwa moja hapa. Sasa lengo kubwa ni kwenda kwenye mwafaka kwa upande mzima wa Romeo pamoja na Hawa. Lengo zima ni kwamba inabidi aweze kumpatia na yeye ili kusudi aweze kukaa kimya, sivyo atakwenda kuzungumza. Sasa hapo ndipo mambo ambapo ni mazito kinomanoma. Basi huu ulikuwa ni uchambuzi kwa kina, tukutane muda saa mwingine. Asante na mimi. Hii ni Bongo Movie Network, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Asante. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. And the footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video.
Jordan anasema alimtafuta sana Violet na kwa sasa ni nafasi nzuri anaona kwa upande wake binafsi, anahitaji kuweza kuhakikisha anamuoa na kuweza kumweka ndani Violet. Lakini kwa upande wa sisi watazamaji tunajua kabisa na tunaelewa kwamba ni ngumu sana kwa upande wa Violet, yani kwa maisha ambayo amewahi kupitia na namna jinsi ambavyo anavyoishi kwa sasa, akijaribu kukumbuka vitu vile. Ndio maana hata hapo awali alihakikisha kwamba anamfokea pindi ambapo alipomuuliza kwamba namba yake ya simu na nini, au kwamba mwanzoni kabisa alipofika pale Jordan. Kwa hivyo moja kwa moja hiyo inaashiria wazi kwamba kwa upande mzima wa Violet hana hisia kabisa na huyu ambaye ni Jordan. Na ukijaribu kuangalia kwa mazingira yale ni yale tunarudi kule kwa Mr. Mwanji ambaye pia hana hisia zozote zile. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ambacho leo ningependa niweze kukupa elimu kidogo ni kwamba wanawake siku zote huwa wana hisia. Yani mwanamke huwa ni mtu ambaye anakuwa na hisia na mwanaume, lakini kwa sisi huwa hatunaga hisia. Yani sisi huwa tuseme kwa lugha ya kawaida ambao huwa nasema huwa ni tamaa. Yani muda wote sisi huwa tupo active wanaume, yani pindi ambapo unapomuona. Ndio maana ukiona tu kitu fulani hivi kwa mwanaume, kwa mwanamke lazima tu. Ndio maana hata siku moja uweze ukasikia kwamba mwanaume labda amebakwa nini, labda yani kiutaalamu ukienda kwa utaratibu labda ndio utasikia kwamba amebakwa kwa sababu amefanya labda bila idhini yake. Lakini siku zote mwanaume hajai kubakwa kwa sababu yeye ndiye ambaye anaamua asiamue, yeye ndiye ambaye hana uwezo wa kuweza kujiamulia mambo. Lakini kwa upande mzima wa mwanamke ana uwezo wa kujiamulia mambo, yani anaweza kaja getoni kwako akavua nguo akafanyeje, lakini usipate chochote kile. Hii kwa wale wataalamu wanaelewa kabisa. Kwa hivyo hii ndio maana ambayo inamaanisha kwamba mwanamke siku zote huwa ana hisia. Labda kama una maoni yote yale tofauti na mimi au na kitu chochote cha kuzungumza, niambie hapo kwenye comment, alafu kisha tutaona sasa, lakini pia tazidi kujifunza vitu vingi. Sasa hii ndio inayokuja kutokea kwa upande mzima wa Violet, yani kwa sasa hana hisia zozote zile na mwanaume yeyote yule. Na yote ni kwa sababu ya makovu ambayo aliwahi kupitia akiwa na manyanya. Yani wanawake wakipitia vitu vingi sana huwa sometime wanakuwa wamechoka kabisa, choka mbaya. Kwa hivyo huwa hawapendi kusikia stori zozote zile. Na hii huwa inatokea pale ambapo pindi unakuta kuna mwanaume fulani hivi ambaye ametokea kumpenda na unakuta hana la kufanya au vitu vingi sana ambavyo anaona kwa upande wake hawezi kuvifanya. Sasa huku swali kubwa likiwa ni kwamba je, Violet atakubali au atakataa? Sasa hicho ndicho pekee ambacho kimenileta hapa niweze kufahamisha mengi sana, kuweza kujuza kile ambacho kinachojiri. Na moja kwa moja hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambapo huwa tunazungumza uchambuzi kwa kina. Kwa hivyo hakikisha unabonyeza neno sasa la kisha ni kualike moja kwa moja tuweze kuangazia uchambuzi kwa kina, ambapo hapa tutakufahamisha mwanzo hadi mwisho ya kile kinachokwenda kujiri, lakini pia tukipata nafasi kuweza kuangazia juu ya matukio kadhaa ambayo hapo. Sasa mwanzo kabisa kama tulivyoona mwanzoni kabisa kama tulivyofunga ni kwamba Jordan ndio alikuwa amempatia zile taarifa Violet. Kifupi kama nilivyokujuza Violet kwa sasa, yani kama vile Jordan ambavyo anavyoona kwamba baada ya kuzipata taarifa kwamba Violet ameweza kuachana na manyanya, akaa na mawazo ya kuweza kuona hasa ni namna ambavyo anahitaji kuweza kumuoa Violet. Hivyo wakati Violet amekaa ametulia, ndio mawazo yale yamemjia kichwani kwamba inabidi na yeye pia aweze kuhakikisha kwa sasa aanze harakati za kuweza kumtafuta manyanya na kuweza kuona namna gani hasa ambapo au kitu gani hasa wanaweza wakakifanya kiwa pamoja, walau hata kuweza kurudiana. Sasa hayo wakati anajifikiria hivyo, basi ndipo mwamba mwenyewe Jordan anakuja na kuweza kumpa taarifa kwamba anahitaji waweze kuwa pamoja, kitu ambacho ni kigumu sana. Basi hili ni balaa zito kinoma. Sasa wakati haya anajili pia tumeweza kuona mambo yakiwa ni mengi kweli. Sasa kama kawaida leo ndio ilikuwa ile siku yenyewe ya Kisinza Diva. Mwamba mwenyewe leo ameweza kufanikisha lengo lake. Bana kafanikiwa kumpata kila hisi. Kama unavyojua wasichana huwa kwenye gari huko ndani, basi jambo limeweza kutokea na limeweza kuendelea. Sasa cha ajabu ni kwamba huenda hilo tukio limetumia muda mfupi sana, mwamba jasho la kali limemtoka. Sasa hatujui itakuwaje, lakini hii itakuwa ni mwendelezo kila siku. Lakini kwa leo wanawake ndio hivi huwa wanabadilika. Kutokana hii ya mara ya kwanza hii, basi kesho kutwa ataona tu ni kawaida, atachukua pesa za wengine hivyo. Mwisho siku mke wako unakuja kukuta kwamba mwisho siku anakuja kuwa na tabia za ovyo sana, kwa sababu wanakuwa anahudumiwa na watu wengine, watu baki ambao kiufupi wanakuwa wanaleta mambo mengi sana. Kwa hivyo haya ndio yapo kwenye jamii na ndio siku zote yapo. Kwa hivyo imagine mke wako ndio kafanyia hivyo, baadaye anarudi hakwambii chochote na ndio kinachoendelea
basi haya ndio yanaendelea. Maisha haya ni balaa zito. Ndio maana wanasema omba usijue. Yani angalia tu kwenye movie ila usijue kujua kilichomkuta hapo. Ni kama ni mke wako usijue kujua nini hasa kilichomkuta. Sasa je, kwa Cindy kwa sasa maisha anayoishi ni maisha ambayo kiufupi ni anasa sana, anatumia pesa vibaya sana. Hii yote ni kwa sababu ya stress. Sasa hapa atakuja kushtuka ni kwamba pesa zote zimemuishia, hana la kufanya, afanye nini? Kwa hivyo hapo ndipo mambo atakapokuwa ya moto kweli kweli na kibarua kitakuwa ni kizito. Kwa hivyo hapo mambo ni mazito kinoma. Kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe hii ikiwa ni ishara ya upendo, na kama kweli unaipenda na kuikubali tamthilia hii, basi nikusia hakikisha unabonyeza neno subscribe, alafu kisha kwenye comment dondosha maoni yako kwa upande wako binafsi. Sasa tumeweza kuona pia kwa upande mzima wa kule kwamba kuna msiba. Mr. Manyanya anahitajika kuweza kubaki peke yake. Kwa hivyo kwa sasa atahitaji kubaki peke yake. Sasa nikuibia za ndani ni kwamba Mr. Manyanya ataishi muda mrefu sana hapo, na kwa namna ambavyo ataishi muda mrefu hapo, basi one day ataanza kuleta wasichana nini, kwa hivyo maisha yatabadilika kwa upande wake. Baadaye Leila atakapokuja na kuweza kuhisi hapa jambo alikuwa sawa, basi hapo ndipo atakapokuwa kibarua kizito. Lakini kuna idea moja, wakati hapo kule kijijini Leila itabidi aweze kurudi chapchapu na kuweza kumpa show Manyanya na kuweza kurudi. Hii itakuwa ni balaa zito kinoma, lakini bado hazijapitishwa hizo idea. Kwa hivyo mambo mapya yanakuja, mambo yatakuwa ni moto. Lakini huko nyumbani kwa Mudi Muzu mnapo vita imeanza rasmi. Yani hapo kuna upendo ambao unajaribu kuingia mdogo mtu na nini. Kwa hivyo kuna jambo ambalo ni zito, lakini bado wote wanampenda huyu jamaa, na kuna namna ambayo wanajaribu kufanya ili kusudi kuweza kuhakikisha waweze kuleta kitu cha kitofauti ambacho ni kipya kabisa. Mambo ni moto kweli. Sasa Violet atakataa kumalizia ni kwamba Violet atakataa ombi la Jordan. Kwa hivyo Violet atakataa ombi la Jordan, atakataa hivyo namna hiyo hapo. Basi hakikisha unabonyeza neno sasa. Na kwa leo niseme sina ziada. Hii ni Bongo Movie Network, tukutane na saa mwingine. Asante za kuwa na mimi. Jordan anasema alimtafuta sana Violet, na kwa sasa ni nafasi nzuri anaona kwa upande wake binafsi, anahitaji kuweza kuhakikisha anamuoa na kuweza kumweka ndani Violet. Lakini kwa upande wa sisi watazamaji tunajua kabisa na tunaelewa kwamba ni ngumu sana kwa upande wa Violet, yani kwa maisha ambayo amewahi kupitia na namna jinsi ambavyo anavyoishi kwa sasa, akijaribu kukumbuka vitu vile. Ndio maana hata hapo awali alihakikisha kwamba anamfokea pindi ambapo alipomuuliza kwamba namba yake ya simu na nini, au kwamba mwanzoni kabisa alipofika pale Jordan. Kwa hivyo moja kwa moja hiyo inaashiria wazi kwamba kwa upande mzima wa Violet hana hisia kabisa na huyu ambaye ni Jordan. Na ukijaribu kuangalia kwa mazingira yale ni yale tunarudi kule kwa Mr. Mwanji ambaye pia hana hisia zozote zile. Sasa kitu pekee ambacho ukijui ambacho leo ningependa niweze kukupa elimu kidogo ni kwamba wanawake siku zote huwa wana hisia. Yani mwanamke huwa ni mtu ambaye anakuwa na hisia na mwanaume, lakini kwa sisi huwa hatunaga hisia. Yani sisi huwa tuseme kwa lugha ya kawaida ambao huwa nasema huwa ni tamaa. Yani muda wote sisi huwa tupo active wanaume, yani pindi ambapo unapomuona. Ndio maana ukiona tu kitu fulani hivi kwa mwanaume, kwa mwanamke lazima tu. Ndio maana hata siku moja uweze ukasikia kwamba mwanaume labda amebakwa nini, labda yani kiutaalamu ukienda kwa utaratibu labda ndio utasikia kwamba amebakwa kwa sababu amefanya labda bila idhini yake. Lakini siku zote mwanaume hajai kubakwa kwa sababu yeye ndiye ambaye anaamua asiamue, yeye ndiye ambaye hana uwezo wa kuweza kujiamulia mambo. Lakini kwa upande mzima wa mwanamke ana uwezo wa kujiamulia mambo. Yani anaweza kaja getoni kwako akavua nguo akafanyeje, lakini usipate chochote kile. Hii kwa wale wataalamu wanaelewa kabisa. Kwa hivyo hii ndio maana ambayo inamaanisha kwamba mwanamke siku zote huwa ana hisia. Labda kama una maoni yote yale tofauti na mimi au na kitu chochote cha kuzungumza, niambie hapo kwenye comment, alafu kisha tutaona sasa, lakini pia tutazidi kujifunza vitu vingi. Sasa hii ndio inayokuja kutokea kwa upande mzima wa Violet. Yani kwa sasa hana hisia zozote zile na mwanaume yeyote yule. Na yote ni kwa sababu ya makovu ambayo aliwahi kupitia akiwa na Manyanya. Yani wanawake wakipitia vitu vingi sana huwa sometimes wanakuwa wamechoka kabisa, choka mbaya. Kwa hivyo huwa hawapendi kusikia stories zozote zile. Na hii huwa inatokea pale ambapo pindi unakuta kuna mwanaume fulani hivi ambaye ametokea kumpenda na unakuta hana la kufanya au vitu vingi sana ambavyo